Ungana na maombi haya ikiwa umewahi kuishi na mtu kama wanandoa, lakini kwa sasa kulingana na sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wako au nje ya uwezo wenu, hampo pamoja tena na kila mmoja na maisha yake, lakini mliwahi kuishi kama wanandoa, iwe kwa kufunga ndoa, iwe kwa kutokufunga ndoa, lakini mliwahi kukaa kama wanandoa. Basi haya ni maombi muhimu ambayo inatakiwa uyafanye ili uweze kujitenga katika ulimwengu wa roho. Kumbuka kwamba tunaunganishwa katika namna mbili. Mnapokuwa na mahusiano au mnapoishi kama wanandoa, mnaunganishwa kwa namna ya mwili, lakini kuna namna mnaunganishwa kwa namna ya roho. Biblia inazungumza vizuri ya kwamba mtu mke na mtu mume watakapokutana kwa namna ya kimwili, yani kukutana kindoa, basi wale watu hawajaishia tu pale, wanakuwa wameshaunganishwa katika ulimwengu wa roho. Miungu ya upande mmoja inaweza kwenda kwa upande mwingine, miungu ya upande mwingine inaweza kaenda kwa upande mwingine. Na mtu ambaye amewahi kukutana na wewe kimwili ni rahisi kukufanya chochote, yani hata kikuloga uchawi wake unakufikia. Lakini mtu ambaye hujawahi kukutana naye kimwili ni ngumu sana, itabidi atumie njia nyingi, apeleke vithibitisho vingi. Lakini mtu ambaye umewahi kukutana naye kimwili anaweza kukufanyia mchezo wote, kwa sababu tayari yeye mwenyewe ni madhabahu unganishi na wewe. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kukufanyia chochote, na ni muhimu kufanya maombi haya. Maombi ambayo unatakiwa uyafanye ni maombi ya kuvunja agano, ni maombi ya kuvunja mapatano, ni maombi ya kuvunja viapo vya maneno. Wakati mlipokuwa na furaha, mliwahi kusemeana maneno fulani, lakini pia wakati ambao mlikuwa mnaishi pamoja, kuna vitu ambavyo mlikubaliana, mmeachana. Katika ulimwengu wa roho bado inaonekana wewe ni mke wa mtu, wewe ni mume wa mtu. Hata kama wakati huu unaonekana umeolewa au hujaolewa, au umeoa au hujaoa, lakini katika ulimwengu wa roho lile agano la kuishi na yule linaweza likawa linakufuatilia. Kama yule mtu alikuwa na miungu mibaya kwao, basi ile miungu inaweza kukufuatilia na wewe, ikafuatilia na uzao wako na familia yako. Kuunganika kunaunganisha vingi katika ulimwengu wa roho. Yani kuna vitu vinakonektiana, kuna vitu vinaungana, kuna madhabahu zinapatana, kuna maagano yanaendelea ambayo kama hujayashughulikia na kuyavunja, utakuta yanaweza kukuletea shida uko mbele. Kama ni mwanamke unahitaji kuolewa tena, utakuta upati mwenza sahihi, kwa sababu tayari mtu akikuangalia anaona kama uko na ndoa. Kama ni mwanaume unataka umeoa, lakini unakuta bado kwenye ndoa yako ya pili hakuko sawa, kwa sababu kuna agano la kindoa linasema wewe ulishaoa mahali fulani. Au unatafuta kupata mtu sahihi, upate mtu sahihi. Wengine mkaapiana kwamba yani ukiachana mimi utakuja kupata mtu kama mimi, sijui kama utaoa, sijui kama utaolewa, utateseka sana. Vile vitu ni vitu vya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho vinaweza kukuletea madhara makubwa kama hujawa na muda wa kuvivunja, kama hujawa na muda wa kukemea, kujitenganisha. Basi hivi ndivyo unavyotakiwa uombe. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanye, omba rehema mbele za Mungu. Mwambie Mungu akurehemu, Mungu akusamehe, kwa sababu Mungu afurahi watu kuachana. Haijalishi mlipatanaje, lakini kitendo cha kuachana Mungu afurahi. Lakini kuna mtu ambaye ulikuwa unaishi na mtu kwa dhambi. Sasa rehema ni kitu muhimu, kwa sababu inaenda kutakasa, inaenda kuficha ile dhambi isionekane kwa ukubwa wake au isionekane kwa tafsiri yake. Rehema inafunika kila kitu. Basi tuende mbele za Mungu, mwambie Mungu akurehemu. Kama unaweza kupiga magoti, piga magoti. Hata kama mliachana miaka mingi, hata kama uliishi naye miaka mingi, umekumbuka tu neno hili limekukumbusha, ujumbe huu unasema nahisi kabisa Mungu anasema na mimi. Piga magoti, omba rehema, mwambie Mungu akusamehe. Unajua ulichokifanya, unajua ulioyafanya. Mwambie Mungu akurehemu, mwambie Mungu akutakase. Bwana Mungu, tunaomba rehema. Naomba rehema kwa ajili ya mtu huyu. Naungana naye, amesikia neno lako, amesikia kupondeka, amesikia kutetemeka, amesikia kuogopa. Anaona kabisa ni Mungu unasema na maisha yake. Saa hii anahitaji badiliko, anahitaji kwenda hatua nyingine. Huenda ile ndoa ya kwanza au makubaliano ya kwanza au mtu aliyoishi naye mwanzoni amekuwa ni kizuizi kikubwa cha yeye kuweza kufikia ndoto zake. Baba, ninaomba rehema kwa ajili yake. Kuna mahali alikosea, alianguka, alikosea, aliteleza, akafanya mambo mengi yasiyofaa, lakini sasa ameamua kurudi. Ameamua kukurudia wewe Mungu. Ninaomba Mungu umtakabali, umtakase. Mpe kibali kingine tena. Mpe kibali cha ndoa tena. Mpe huruma yako tena. Mpe nafasi nyingine tena. Hata sasa Bwana, huenda kuna maagano yanayosimama na kuishi katika ulimwengu wa roho. Navunja ilo patano. Haijalishi ni madhabahu gani iliyosimamisha ndoa yenu, haijalishi ni madhabahu gani iliyowaunganisha, naivunja hiyo ndoa kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Navunja ilo agano na kusimamisha agano jipya. Naachilia damu ya Yesu Kristo isimame kwako. Mungu akukumbuke kila chochote ambacho
ulikuwa umekichukua kwao, kila chochote walicholipia kwenu ili kukuunganisha na wao, na kiondoa katika ulimwengu wa roho. Nafuta hati hizo, nafuta makubaliano hayo, nafuta maagano hayo kwa damu Yesu. Nalipa fidia ya damu Yesu Kristo aliye hai, ya kwamba isimame juu ya hayo yote. Damu Yesu isimame juu ya hivyo vyote. Katika hali ya kawaida huenda mkurejesheana, katika hali ya kawaida huenda mlisameana, lakini kuna hati za kiroho zinazoendelea kufuatilia. Nafuta hati hizo za mashtaka, nafuta hati hizo, nafuta alama hizo, nafuta vitu hivyo ambavyo bado viko kwako, bado viko kwenu, alama hizo ambazo bado zinaendelea katika maisha yako. Katika jina la Yesu navunja ndoa hiyo. Kiri maneno haya, sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ninavunja maagano, ninavunja agano la kindoa nilolifanya mimi fulani, jitaji jina lako, na fulani. Siku ya leo mimi na yeye sio mke na mume, sio mume na mke, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mbele ya kuhani wako, kwa sauti hii na kwa malaika wanaotusikia siku ya leo. Mimi sio, kama ni mume sema sio mume wa fulani, kama ni mke sema sio mke wa fulani. Anza kumkataa, mkatae sasa. Kataa katika ulimwengu wa roho, kataa, jitenganishe, jitenge na vitu vyake, jitenge na makubaliano yote, jitenge na manuizo yote, jitenge na mapatano yote, zawadi zote, kuunganishwa kote. Kuna namna ndugu waliingiliana, jitenge sasa, anza kujitenga, anza kujitenga, anza kujitenga, jitenge. Anza kufuta vyote unavyovikumbuka, alama zote ambazo ziko kwenye moyo, alama zote ambazo zipo kwenye maisha yako, unasema hizi haziwezi kuondoka. Mwambie Mungu, nafuta hizo alama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nahitaji kuanza maisha mapya, nahitaji uhuru wangu, nahitaji amani yangu katika jina la Yesu. Hatia hatia zote ambazo zinanitesa, nazikemea, nazikataa katika jina la Yesu. Mungu nisaidie. Vunja kwa jina la Yesu. Vunja makubaliano yote. Kama ulivikwa pete, endelea kukomboa. Kama uliwekewa makubaliano yote, ulipewa kitu fulani kikawa agano, vunja. Haribu kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, naomba ukombozi wako, naomba huruma yako, naomba neema yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu najitenga na ule ukoo, najitenga na lile jina, najitenga na yale makubaliano yote yaliyofanyika kwa siri, yaliyofanyika mbele za watu katika jina la Yesu. Ule utambulisho niliotambulika na ukomboa utambulisho wangu. Nahitaji utambulisho mpya. Kuanzia sasa mimi sio mke wa fulani, mimi sio mume wa fulani. Taja, jitenge. Komboa kibali chako, komboa jina lako. Kuanzia sasa jina lako lisiitwe tena kwao, jina lako lisitambulike tena kwao. Katika ulimwengu wa roho jina lako lio limekombolewa. Hamisha utawala. Kama umeshaolewa na mtu mwingine, jiconnect na huyo mtu. Kama umeshaoa mtu mwingine, jiambatanisha na huyo mtu, jiconnect. Na kama bado hujapata mwenza sahihi, mwambie Mungu, naomba kibali cha kupata mwenza wangu ambaye umemkusudia kwangu, atakaye nipenda na kunitunza katika jina la Yesu. Kuna yale ulipitia, yakatae yasiendelee kwako, yasiendelee kwa uzao wako. Kuna maumivu uliyapitia kipindi uko na mtu huyo, yaendelee kuyafuta. Futa, kataa. Kuna machozi na maumivu yalikuwa ndani yako, ulilia ukasema, haya maumivu yamenitesa, yameniumiza, sijui kama atasahau. Mwambie Mungu akupe kusahau, mwambie Mungu akupe kuachilia. Uchungu wote ukuachie. Ewe pepo la uchungu ondoka, ewe roho ya uchungu ondoka, ewe roho ya kutokusahau ondoka kwa jina la Yesu. Mwingine ukachukia kabisa, mwingine ukasema sijui kama itakuja kutokea. Mwambie Mungu akusaidie. Anza upya sasa. Anza kujitamkia maneno mapya. Anza kumwambia Mungu akusaidie. Mwambie Mungu akutendee mema. Mwambie Mungu akutangulie. Fungua kibali chako, jina lako fungua kwa jina la Yesu. Jitamkie maneno mazuri, jitamkie ndoa nzuri, jitamkie baraka. Usije ukapitia tena yale uliyoyapitia, ukapitia maumivu yale uliyoyapitia. Mwambie Mungu, sitaki huu mkosi uendelee kwangu. Navunja huu mkosi, navunja ile baraa, navunja ile laana, navunja hati za taraka, agano la hati la taraka navunja. Kataa hati za taraka. Kila roho ya kutarakiwa pengine ipo kwenye familia, kataa, vunja kwa jina la Yesu. Roho ya taraka, roho ya wanawake wengi, roho ya kuacha na kuolewa, roho ya kuacha na kataa kwa jina la Yesu. Ikuachie kuanzia sasa. Ewe pepo ondoka, roho ya uharibifu toka kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu, ninakukataa. Ungua, pigwa kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa pokea ufungulivu. Neema ya Bwana ikufungue, mkono wa Bwana uwe juu yako na kutamkia ufungulivu kwa jina la Yesu. Mungu akufungue na akuweke huru katika jina kuu la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki, akutendee mema. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye ulikuwa naomba na mimi. Umesikia kabisa, Mungu amekufungua, Mungu amekuhudumia. Yarudie maombi haya mara kwa mara. Jambo la msingi, jitahidi kwa neema ambayo Mungu atakupa, sindikiza maombi haya kwa sadaka yako. Na hii sio ya hiari, yani Mungu anapokupa neema, sindikiza sadaka ya kuvunja ili agano, kwa sababu agano alivunjwa hivi. Lazima unapotaka uvunje agano kubwa kama hili,
Uwe na sadaka inayosindikiza. Uwe na sadaka ambayo iko nyuma ya hili. Inenee sadaka, isemee, mwambie Mungu sadaka yangu hii ninaitoa kwa ajili ya kuvunja ndoa, kwa ajili ya kuvunja agano la kindoa, kwa ajili ya kuvunja agano la mahusiano. Uliishi na mtu hata kama uliishi kwa muda mchache, lakini mliishi kama mke na mume, vunja. Mwambie Mungu nasimamisha sadaka hii, iondoe kila agano. Mungu akikupa neema, jitahidi kuachilia sadaka yako ya ukombozi, sadaka yako ya kusindikiza ukombozi kwa damu ya Yesu. Unaweza kuachilia kwenye madhabahu hii, hata kwenye madhabahu ambayo upo, madhabahu ambayo utasikia amani iweze kusema kitu hiyo sadaka. Jitahidi kuisemesha kwanza, isemeshe. Mwambie Mungu kwa sadaka hii navunja, naharibu, nateketeza, nahitaji kwanza upya. Inuie, isemeshe, alafu ndio uitoe. Utakuwa umefanya kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa roho na utakuwa umeweka alama mpya ya maisha yako. Mungu akubariki. Ukihitaji kuachilia sadaka yako, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Na namba hiyo itatoa jina Godwin Ndelwa. Ubarikiwe sana. Ikiwa unatamani kunifuatilia zaidi, karibu kwa njia ya mitandao ya kijamii. YouTube channel andika Maombi ni Dawa, TikTok andika Maombi ni Dawa. Mungu wa mbinguni